Karibuni katika darasa huru la Injili. Katika darasa hili tunajifunza mambo mbalimbali yanayohusu Ukristo wetu ili kuweza kukua na kuongezeka, kwa sababu ziko hatua kubwa baada ya kuokoka. Ziko hatua nyingine 6 mbele baada ya kuokoka, na hatua ya mwisho ni hadi tufike kwenye kimo cha utimilifu wa Kristo. Ni hatua ambazo kama tusivyofanya jitihada za makusudi kwa kumtegemea Roho Mtakatifu na neno lake, hatuwezi kufika hata hatua ya 2 au ya 3. Na kanisa limekuwa changa kwa sababu halijajua kwamba linapaswa kukua. Mtu anafikiri akishaokoka amemaliza, lakini ukisoma vizuri maneno la Mungu inaonyesha kwamba tunatakiwa kukua. Na hilo ndio kusudi ya darasa hili, kuwahamasisha wapendwa, kuhamasisha kanisa, kuhamasisha watu waliookoka wakumbuke au wajue kwamba wanapaswa kukua na kuongezeka hadi kufika kwenye kimo cha utimilifu wa Kristo. Waefeso sura ya 4 mstari wa 13 anasema, hata sasa, hata na sisi sote tutakapoufikia umoja wa imani, maana yake hatujaufikia, na kumfahamu sana mwana wa Mungu, maana yake hatujamfahamu, hata kuwa watu wakamilifu, maana yake ukamilifu bado, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Hapa unaona kuna hatua chache zinatajwa za kukua. Inaonyesha hizo hatua bado hatujazifikia. Kwa hiyo nia ya darasa hili kwa kukua, tufundishane katika neno, tupitishane katika neno kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ili tufikie kwenye kimo cha utimilifu wa Kristo. Lakini Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 18 neno la Mungu linasema, kueni katika neema na katika kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Hapa anaeleza tunatakiwa kukua katika neema moja. Pili, tunatakiwa kukua katika kumjua Bwana wetu Yesu Kristo na Mwokozi wetu. Jambo la 3, Paulo anasema katika Galatia 4:19, vitoto vyangu ambao kwamba nawaonea utungu tena mpaka Kristo aumbike ndani yenu. Anaposema mpaka, maana yake hatujafikia. Anatuombea mpaka Kristo aumbike ndani yetu. Na njia mojawapo ya Kristo kuumbika ndani yetu ni kusoma neno lake, ni kulitafakari neno lake. Lakini kitu kingine ambayo ni nia darasa hili ni kuomba Mungu atupe roho ya watu wa Beroya. Katika Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 10, ambapo anasema, mara hao ndugu wakawafikia Paulo na Sila usiku hata Beroya. Nao walipofika huko wakaingia katika sinagogi la Wayahudi. Watu hawa walikuwa ni waungwana kuliko wale wa Tesalonike, kwa kuwa walipokea lile neno kwa uelekevu wa moyo. Wakayachunguza maandiko kila siku waone kama mambo hayo ndivyo walivyo. Watu hawa wa Beroya walikuwa ni waungwana. Mimi nakusihi katika darasa hili, hebu jivike uungwana. Ulipokee hili neno ambalo ninalileta kwako, kiamini kwamba na mimi ni mtumishi wa Mungu, ninaye Roho Mtakatifu. Naweza nikatumiwa na Roho Mtakatifu kukusaidia kitu. Lakini usiishie hapo. Baada ya masomo haya, endelea kumwomba Roho Mtakatifu akusaidie ufanye rejea katika vifungu vyote ambavyo tumepita, ili uone jinsi neno lilivyopita ndivyo ilivyo, kwa sababu na wewe una Roho Mtakatifu, unaweza kujua hilo. Kwa kwanza somo la leo, tunaanza na mstari wetu wa Kolosai sura ya 1 mstari wa 13. Neno la Mungu linasema, naye alituokoa kutoka katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Tutaendelea kurudia huu mstari mpaka maana kamili iweze kueleweka vizuri kwamba Ukristo ni nini. Siku zote tunasema Ukristo sio dini, lakini Ukristo ni imani juu ya mwanadamu, juu ya mtu anayeitwa Yesu Kristo. Na ukishamwamini anakuhamisha kutoka katika ufalme wa shetani na kukuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa hiyo wokovu tafsiri yake ni kuhamishwa, ni kuokolewa, kuhamishwa na kuingizwa. Ukristo maana yake nini? Ukristo maana yake
ni mabadiliko kutoka kwenye utawala wa shetani, unahamishwa, unaingizwa kwenye utawala wa Mungu. Wewe unakuwa mali ya Mungu, wewe unakuwa mtoto wa Mungu. Na tuliona katika somo lililopita kwamba ni mambo gani ambayo tunayapata baada ya kuingia huku katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Tulitaja mambo manne, tulijifunza mambo manne, na leo nikasema tutaingia kwa undani katika jambo la tano. Jambo la kwanza ambalo tulilipata tunapoingia huku katika ufalme wa mwana wa pendo lake, unapokuwa umeokoka, unapokuwa wewe ni Mkristo, umeingia huku, Mungu ndiye kimbilio lako. Mambo manne tuliyajifunza jana. Jambo la kwanza ni kwamba unakuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Jambo la kwanza. Jambo la pili, unahesabiwa haki bure. Unahesabiwa haki. Mungu kama hakimu, ukishaokoka na kutubu dhambi zako, anakuambia you are innocent. Ni kama hakimu ambaye, hakimu au wakili, baada ya kusikiliza kesi yako, ushahidi umetoka, umehukumiwa kunyongwa, lakini baadaye anakuambia you are innocent. Unahesabiwa haki bure. Napotubu, Mungu anatusamehe dhambi zetu na anasahau, na anatuhesabu kwamba hatujawahi kufanya dhambi hata mara moja. Hiyo ndio ukubwa wa neema ya Mungu ambayo ametupa. Jambo la pili, unapohamia huku, unapohamishiwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake, unazaliwa mara ya pili. Unazaliwa mara ya pili. Na hii ndio tofauti kubwa sana katika imani mbalimbali. Wakristo sio watu wa kawaida, kwa sababu wao wanazaliwa mara mbili. Wamezaliwa mara ya kwanza kwa jinsi ya mwili, lakini wanazaliwa mara ya pili katika roho, katika ulimwengu wa roho. Kiroho wanazaliwa tena, wanahuishwa, wanabadilishwa, wanakuwa ni mali ya Mungu. Lakini jambo la nne ambalo linatokea ukishahamishwa ni kuwa mwana wa Mungu. Unafanyiwa adoption. Kabila moja hapa Tanzania wanajua kufanya adoption. Nilieleza jana, kama hana mtoto na amempenda mtoto wako, anakuja kumuomba, na ukimpa anakuwa ni mtoto wake kabisa, anamrithisha, na urithi unahama kutoka kwako unahamia kwake. Ndicho kilichotokea pale msalabani. Tulifanyiwa adoption, tulinunuliwa kwa damu ya thamani, kama tunavyosoma katika Ufunuo sura ya 5 mstari wa 9, kwamba Yesu alimnunulia Mungu watu wa kila kabila, kila lugha na jamaa na taifa, akawafanya kuwa ufalme, ukuhani wa Mungu wetu na wamiliki juu ya nchi. Tumehamishwa na tumebadilishwa. Kazi ya msalaba ilifanya mambo makubwa. Tusidharau Kristo wetu, wala tusidharau wokovu wetu, kwa sababu kazi ya msalaba ilikuwa ni kubwa. Kazi ya kutununua ilikuwa ni kubwa. Kazi ya kutulipia deni ilikuwa ni kubwa. Fikiria gharama ya kutulipia deni, ilifika mahali Yesu anakaribia kuilipa. Alitoka jasho la damu. Jasho la damu, Biblia ilisema, kwa kule kuikabili kazi ya msalaba. Anafikiria misumari itakayopigiliwa katika mwili na kunasa katika mikono na miguu na taji ya miba. Aliona hayo yote, alitafakari mpaka mishipa ya damu ikapasuka. Badala ya kutoa jasho, ikatoka damu. Ikatoka damu. Ni kwa ajili ya gharama ya kukununua wewe na kuninunua mimi, ili tuweze kuwa mali ya Mungu mara moja. Mungu ni mwema, lakini ni lengo la kujifunza kazi ya msalaba imefanya nini. Leo tunapomalizia somo letu, tunajifunza kipengele kimoja cha muhimu sana, kwamba tulipohamia huku katika ufalme wa mwana wa pendo lake, kilichotokea ni mahusiano na Mungu wetu yalibadilika. Kumbuka, baada ya wokovu katika Kristo Yesu kulitokea mabadiliko makubwa. Baadhi nimeshayataja, lakini badiliko mojawapo kubwa kabisa ni mahusiano na Mungu wetu yalibadilika kwa kiwango kikubwa sana. Katika Agano la Kale, wana wa Israeli hawakupewa ruhusa, pamoja na kupendwa, pamoja na kuwa taifa teule,
hawakupewa ruhusa ya kumuita Mungu ni baba yao. Lakini tunaona baada ya kuokoka na kuhamia katika ufalme wa mwana wa pendo lake, tunazaliwa mara ya pili, tunakuwa watoto wa Mungu, na sisi tunapewa uhuru wa kumuita Mungu ni baba yetu. Nitapita katika vipengele vitatu katika mahusiano haya ya Mungu kuwa baba yetu. Sehemu ya kwanza, huu baba umepatikanaje? Mungu ni baba yetu, ni mahusiano makubwa kabisa, ni hadhi kubwa ambayo Mungu amewapa mataifa. Amempa kila anayemwamini Yesu, anapewa nafasi ya kumuita Mungu baba. Anajenga mahusiano ya karibu kabisa. Wakati mwingine Mungu anajulikana kama Mungu wa Israeli, lakini baada ya wokovu katika Kristo Yesu, Mungu anajulikana kama baba yetu. Sio Mungu wa Israeli tena, ni Mungu baba yetu. Baada ya wokovu katika Kristo Yesu, kuna mabadiliko mengi ambayo yamefanyika, na la kumuita Mungu baba yetu ni badiliko mojawapo. Tunasoma hivi katika Luka sura ya 11 mstari wa 2. Neno la Mungu linasema, akawaambia, msalipo semeni, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Mstari wa 2 huo. Lakini kitu gani nataka ukione hapa? Yesu anapowafundisha wanafunzi wake sala, maombi, anawaambia anwani ya kuandika, anwani ambayo ni muhimu. Unapoanza maombi yako, anza kwa kusema Baba. Muite ukikumbuka mahusiano aliyoyaanzisha, kwamba Mungu ni baba yetu. Usema Baba yetu uliye mbinguni. Maana yake kuomba sala katika mahusiano ya Agano Jipya, Mungu ni baba yetu, tunatakiwa tumwendee Mungu kama baba yetu. Agano la Kale kulikuwa unamwendea Mungu kama hakimu, kama aliyeshika rungu hivi, anasubiri ukosea akutwange nalo kichwani. Kwa hiyo watu walikuwa wanaenda kwa hofu, kwa mashaka. Lakini sasa katika Agano Jipya, kupitia damu ya Yesu Kristo, tumepewa haki. Yesu mwenyewe anadiriki kusema, unapoomba, unapoingia katika sala, kumbuka mahusiano makubwa ambayo Mungu ameyaweka moyoni mwako. Jiweke kama mtoto mbele ya baba yake. Kutaka kulitaja jina la Yesu, kutukuza jina la Yesu, tulitukuze ni baba yetu. Lakini tunaporuhusiwa kuomba ufalme wa Mungu uje, ni kwa ajili Mungu ni baba yetu. Tunapoomba mapenzi yake yashuke hapa duniani kama yanavyotimizwa kule mbinguni, ni kwa sababu Mungu ni baba yetu. Kwa hiyo ufalme wake uje, mapenzi yake turuhusu yatendeke ndani yetu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni baba yetu. Mungu ametupa uhusiano mkubwa sana. Katika Mathayo 6:6 anasema, bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani, na ukiisha kufunga mlango wako, sali mbele ya baba yako aliye sirini, na baba yako aliye sirini atakujaza. Bado tunaendelea kwamba katika maombi lazima tuende mbele za Mungu tukijua, tukiamini hakika kwamba Mungu ni baba yetu. Anasema, na wewe ukiwa katika kusali, unapokuwa katika kusali, hakikisha unaingia katika chumba cha siri. Ukishaingia, funga. Hakikisha hakuna mawazo yanayotoka. Hakikisha nafsi yako haipigi kelele, haikusemeshi. Funga, kisha omba mbele za baba yako aonaye sirini. Yesu anatufundisha siku moja, wakati anataka kumfufua Lazaro, alisema, Mungu ninakushukuru kwa kuwa wewe unanisikia siku zote. Je, wewe ukiwa katika maombi unaomba ukijua wewe ni mtoto wa Mungu? Je, unaomba ukijua uko sirini mbele za baba yako aonaye sirini? Je, unaomba ukiamini kwamba Mungu anakusikia? Au ndiye yule unaomba ukimaliza kusema amen, halafu unasema, hivi Mungu amenisikia kweli?
hivi dhambi niliyofanya jana, kwa dhambi ile amenisikia kweli? Hapo huna imani, hapo umeingiza mashaka, hapo umeingiza taswishi, hapo umeomba kama mtumwa. Kwa sababu maombi yako ya aina mbili. Kuna kanisani sasa hivi kuna wanaoomba mbele za Mungu kama watumwa, hayuko huru, amejaa hofu, amejaa mashaka, anajihurumia, anajiona mende, anajiona hafai. Kumbe tunatakiwa kuingia mbele za Mungu, tuombe sirini mbele za Baba yetu aonaye sirini, ili aweze kutujaza. Kwa hiyo kusali mbele za Baba yetu ni kukaa sirini, tukijua kwamba anatusikia wala hakuna kikwazo. Katika Yohana 7:9 anasema hivi, au kuna mtu yupi kwenu ambaye mwanawe akimuomba mkate atampa jiwe? Au akimuomba samaki atampa nyoka? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wao wamuombao? Bado tunaongea katika maombi. Hakikisha unapoingia katika maombi unakumbuka uhusiano ulionao na Mungu, na uhusiano uliopo kati yako wewe uliokoka na Mungu ni wa baba na mtoto wake anayempenda. Kumbuka Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, alitupenda kwanza, akamtoa mwana wake mpendwa ili kutulipia gharama ya dhambi, gharama ya mauti, gharama ya uovu, gharama akatulipia, akatuhamisha, akatuingiza huku. Hakikisha unaomba, maana anatoa mfano, kama ninyi mlio waovu mnajua mahusiano yenu mazuri ya baba na mtoto, na mtoto akimuomba baba yake anamuomba kama baba, hamuombi kama mtumwa. Kama ninyi mnafika kwenye levo hiyo ya mtoto kumuomba baba yake kama mtoto, na baba kumsikiliza mtoto wake mahitaji yake kama baba, kama ninyi mnaweza kufika kwenye levo hiyo, si zaidi sana Mungu mwenye haki aliyeturuhusu kupitia mwana wake mpendwa kwa kazi ya msalaba, si zaidi sana kuwasikia? Kama nyinyi mnajua kutoa vipawa, kwa nini Mungu asitoe wakati ametupenda na ameturuhusu mwenyewe? Hakikisha unapoingia katika maombi, hakikisha ndugu yangu unakaa katika levo, jipange vizuri. Ndio maana tunakuaga na mapambio ya kuabudu kwanza, ili upate nafasi ya kujipanga na kujikumbusha uhusiano wako na Mungu. Na Yesu mwenyewe ameruhusu hili, ametufundisha, na Mungu mwenyewe ametufundisha mahali pengine, na Roho Mtakatifu ni shahidi. Maana maandiko mahali pengine katika Warumi yanasema Roho Mtakatifu ni shahidi, hushuhudu pamoja nasi katika roho zetu kwamba sisi tu watoto wa Mungu. Jua wewe ni mtoto wa Mungu. Kama umeokoka kweli, wewe ni mtoto wa Mungu. Fanya mambo kama mtoto wa Mungu. Ishi hapa duniani kama mtoto wa Mungu. Omba mbele za Mungu kama mtoto wa Mungu. Tembea kifua mbele kama mtoto wa Mungu. Abudu kama mtoto wa Mungu. Usiombe kama mpagani, usiombe kama mtumwa, usiombe kwa sheria, usiombe kwa torati. Utapoteza muda. Wewe ni mtoto wa Mungu. Agano Jipya linakutangazia uhusiano mpya kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Simama kama mtoto wa Mungu. Na kwa hiyo Biblia inakataza kumuita, ndio maana Biblia inakataza kumuita mwanadamu wote hapa duniani baba. Anasema katika maandiko kwamba kumuita Mungu baba, hilo halikubaliki. Tunaposoma katika Mathayo Mtakatifu sura 27:23 mstari wa 9, anasema wala msimuite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja aliye mbinguni. Kwa hiyo Biblia inakataza kumuita mtu baba kwa maana ya kufanya kuwa na hadhi sawa na Mungu. Unamuita baba ukimweka katika hadhi moja na Mungu. Lazima unaposema baba kwa jinsi ya kimwili uone ni baba mwenye heshima namba 2, lakini baba mwenye heshima namba 1 ni Mungu peke yake.
Kama utafika kwenye levo ya kumuita mwanadamu yoyote baba, kwenye levo ya Mungu, unafanya kosa, na Biblia inatukataza. Na watu wanafanya hivyo, kumuita baba askofu, baba nani, baba mchungaji. Dhamiri yako ndani ukimuita, ukimtegemea kwenye nafasi ya Mungu kwamba yeye ni kila kitu, ni final, ni baba, umemlinganisha huyo baba na Mungu baba. Huna sifa. Hatupaswi kumuita ile nguvu, ile levo ya kumuita Mungu baba yetu tukaifananisha na levo ya kumuita wazazi wetu wa kiume baba. Hapana. Baba ya Mungu ukienda kwenye Biblia ni ile inayoanza kwa herufi kubwa. Baba ya mzazi wa kiume inaanza na herufi ndogo, wakionyesha kwamba lazima utofautishe. Unaposema baba katika jina la Yesu, lazima ujue ni baba anayekupenda, aliyeziumba mbingu na nchi. Kwa hiyo tuna mahusiano mapya ambayo katika mahusiano haya mapya yanatutenga kabisa kati ya utoto kwa Mungu na utumwa kwa Mungu. Unapookoka, wewe sio mtumwa kwa Mungu, wewe ni mtoto, wewe ni mwana wa Mungu. Tunasoma hivi katika Warumi sura ya 8 mstari wa 15. Neno la Mungu linasema, kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yaani baba, ile herufi kubwa. 16. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu, na kama tu watoto wa Mungu tu warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo, naam, tukiteswa pamoja naye, ili tupate kutukuzwa pamoja naye. Paulo anaeleza vizuri kabisa hapa kwamba baada ya kuokoka hatukupewa tena. Anaposema tena, manake wakati uliopita tulipewa hiyo roho ya hofu. Wakati wa sheria na Torati tulipewa hiyo roho ya hofu ya kuwa watumwa. Mtumwa anaomba mbele ya bwana wake kwa hofu, kwa mashaka, akijishuku. Lakini sisi ni wana, tumepewa kuwa wana, na Mungu ni baba yetu. Tunakwenda mbele za Mungu kwa ujasiri. Ndio maana katika Waebrania tutasoma, anasema na tukikaribie sasa kiti cha neema kwa ujasiri, kwa sababu hakuna kitu kinachotuhukumu. Omba, simama mbele za Mungu kama mwana, usisimame kama mtumwa. Hatukupewa tena utumwa, lakini ukiendekeza sheria lazima itakuhukumu, itakuonyesha dhambi, utakosa ujasiri. Ukiendekeza sheria lazima utaona hatia, hutasimama mbele za Mungu kwa ujasiri. Kinachoondoa ujasiri wa kuwa ambao ni mtoto wa Mungu ni Torati unayoitanguliza, ni sheria unayotanguliza. Iweke pembeni, mtangulize Mungu. Ona upendo wake wa kukuita mtoto, utasimama mbele za Mungu kama mtoto. Maombi ya watu wengi hayajibiwi kwa sababu unasimama mbele za Mungu kama nani? Ukisimama kama mtumwa, Mungu hawezi kukusikia kwa sababu amebadilisha mahusiano. Lazima usimama mbele za Mungu kama mwana. Shetani anajua unachokifanya. Ukiingia mbele za Mungu katika uwepo wa Mungu kama mtumwa, anakujua, anakufahamu, anakunyanyasa kwa hilo. Anamwambia Mungu, si umeona? Wala hajiamini. Hakuamini wala hajiamini. Haamini kwamba kule kufanywa kwamba yeye ni mwana. Haamini. Watu wanasema namwamini Mungu, namwamini Yesu. Lakini kwa nini huamini kwamba wewe ni mwana wa Mungu? Kwa nini huamini kwamba wewe ni mtakatifu? Kwa nini? Ukiambiwa wewe mtakatifu unakataa, wakati Biblia inasema uwatakase kwa ile kweli. Neno lako ndiyo kweli. Neno unalosoma kila siku linakutakasa. Hapo sema mimi sio mtakatifu. Huliamini, humwamini Yesu, huamini kazi ya msalaba. Roho Mtakatifu anakaa ndani yenu. Biblia inasema kwamba ukimwamini Yesu Kristo, Roho Mtakatifu anaingia ndani yenu na unakuwa shahidi. Kama Roho Mtakatifu yuko ndani yako, wewe si mtakatifu, maana anakutakasa. Au huamini Roho Mtakatifu yuko ndani yako? Au huamini Roho Mtakatifu anakutakasa? Wakristo wao wana kitu kizuri, lakini hawaamini. Na kitu ambacho kitatudangarimu wa Kristo ni kutokuamini, kutokuupa hadhi Ukristo na wokovu.
Biblia inasemaje katika Warumi, katika Waebrania sura ya 2 mstari wa 3? Nasema sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Alipokwisha kutaja hivi akataja mashahidi 4. Pitia pale. Akamtaja Mungu mwenyewe, Yesu Kristo, mitume na Roho Mtakatifu. Ndio mashahidi ya wokovu huu mkuu. Lakini watu hawaamini kwamba kuna kuokoka. Wengine wameokoka lakini wana wasiwasi kwamba hawajaokoka kwa sababu ya Torati na sheria. Anaona hajatimiza lile. Ndugu yangu, hakuna anayeweza akatimiza akaokoka kwa kutimiza Torati. Hayupo. Ndio maana neema imekuja ili tuokolewe bure. Wewe kuokolewa bure hutaki, unaitaka sheria. Sheria huiwezi. Mbona unajichanganya? Tumwamini Yesu, kazi ya msalaba aliyoifanya. Hapa sisi sio watumwa. Sisi ni wana. Simama mbele za Mungu kama mwana anayependwa, anayedeka. Bwana Yesu Mungu anataka tudeke kwake. Jiachie bila kujibakiza 100%. Wewe ni Mkristo. Wewe umeokoka. Kwa nini unakuwa na wasiwasi na wokovu? Kwa nini unakuwa na wasiwasi na neema ya Kristo? Kwa nini unakuwa na wasiwasi na imani? Biblia, Yesu amewakemea sehemu nyingi. Imani, hamjakuwa na imani hadi sasa. Imani yenu mmeweka wapi? Watu wanahamisha imani. Mara kwenye Torati, mara kwa Musa, mara kwa nani? Mara nishike sheria hii, mara nifanye hiki. Unajikondesha bure. Wokovu ni rahisi kuliko unavyofikiri. Ni rahisi, tunaugumuisha sisi wenyewe. Wokovu tunafanya uwe mgumu wenyewe kwa kuikamata Torati na kuikumbatia. Hii ni hatari. Kwa hiyo hatukupewa roho ya hofu. Hatukupewa roho ya utumwa iletayo hofu. Hatukupewa roho ya utumwa iletayo mashaka. Yakobo 1:5 anasema hivi, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa, ila na aombe kwa imani pasipo shaka yoyote. Maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari linalochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Kwa hiyo kama umepungukiwa na hekima katika agano hili jipya lenye mabadiliko ya mahusiano, anasema lazima uombe bila shaka, bila wasiwasi, bila tashwishi, na uombe kwa imani. Agano jipya ni agano la imani. Hasemi uombe kwa sheria, uombe kwa Torati. Uombe kwa imani. Ukija kuona imani imetajwa, imani iko agano jipya. Agano la kale kuna Torati na sheria. Anaposema omba kwa imani, maana yake omba kiagano jipya, maana yake omba kimahusiano mapya. Mungu ni baba yetu, anapendezwa na imani. Katika Waebrania 11:6 anasema mtu amwendeaye Mungu lazima amwendee kwa imani. Lazima aamini kwamba Mungu yupo na huwapa thawabu wale wamtafutao. Manake unapoomba, omba kwa imani ukijua Mungu anakusikia. Kama Yesu alivyokuwa anaomba, anasema asante Mungu kwa sababu wewe unanisikia siku zote. Mbona wewe unaomba unatashishi kama Mungu anakusikia? Mbona una mashaka? Hivi Mungu kanisikia hajanisikia? Usiingize hiyo. Huo ni upagani. Tunatakiwa kuomba kwa imani. Unaposema amin, amini kwamba ulichoomba umekipokea, nacho kimekuwa ni chako. Huo ndio Kristo, huo ndio unaojali mahusiano yako na Mungu. Mungu ni baba yetu, anatusikia. Ukitumia hiyo ya imani, hiyo anwani tu, Baba katika jina la Yesu, mbingu zinasikia, shetani anasikiliza, Mungu anasikiliza, Roho Mtakatifu anasikiliza, malaika wanasikiliza. Ni oda gani utaitoa? Maana umetumia address kubwa. Umetumia address ya mahusiano mapya katika damu ya Yesu. Baba katika jina la Yesu. Ibilisi anasubiri, anafyata mkia. Ukimwambia namfunga shetani, navunja nguvu zake, sekunde hiyo hiyo kinatokea.
Hakikisha ukiingia katika maombi ukitumia address kubwa ya mahusiano. Baba, katika jina la Yesu, Mungu ni baba yako. Mimi ninakuahidi maombi yako yatakuwa ni yenye kujibiwa sana. Yatakuwa ni maombi yenye majibu. Tusiombe kwa mashaka. Tusiombe kwa wasiwasi. Tusiombe watu wa nia mbili. Biblia inasema kwamba watu wa nia mbili. Hapana. Watu wa nia mbili Mungu hawapendi. Kwa hiyo sisi tu wana wa Mungu. Na maandiko mahali pengi yanasema sisi tu wana wa Mungu. Kwa mfano Yohana Mtakatifu sura ya 1 mstari wa 12. Anasema hivi: bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Kwa hiyo wanaompokea Yesu wakaokoka, wakahamishwa na kuingizwa huku, wanakuwa wana wa Mungu. Wote wanaompokea Yesu, wote wanaomwamini Yesu wanakuwa ni watoto wa Mungu. Biblia inasema kwamba ukimpokea Yesu unapewa uwezo wa kufanyika. Hufanyiki mtoto wa Mungu pale pale, lakini unapewa uwezo unaokujenga taratibu kuwa mtoto wa Mungu, na unazaliwa mara ya pili kuwa mtoto wa Mungu, si kwa jinsi ya kibinadamu. Maana yake anasema mtu aliyeokoka si wa kawaida, anazaliwa mara mbili. Anazaliwa kwa mwili, anazaliwa kwa roho. Anapozaliwa kwa mwili, mwanadamu yoyote amezaliwa kwa mwili, lakini mtu aliyeokoka anakuwa tofauti, anawapita hawa wanadamu wa kawaida, kwa sababu anazaliwa upya mara ya pili, kama tunavyosoma katika Yohana sura ya 3 mstari wa 3. Anaeleza Nikodemu mpaka akauliza hili swali: mnawezaje kuzaliwa mara ya pili? Au naweza kuingia katika tumbo la mama yangu nikazaliwa tena? Yesu akafafanua kwamba kuzaliwa katika roho kupo, na ukizaliwa wewe unakuwa mtoto, na ukiwa mtoto wewe ni mrithi wa mama Maria Mungu. Ndio maana mimi siwezi kuchukua, nikishaokoka siwezi kurithi tena laana za baba, siwezi kurithi tena laana za mama, siwezi kurithi tena laana za wahenga, kwa sababu nimezaliwa mara ya pili. Baba yangu ni Mungu, narithi baraka za Mungu, narithi uzima wa milele wa Mungu, narithi utajiri wa Mungu. Kama Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya umasikini wangu, ili achukue umasikini wangu, mimi nichukue utajiri wake. Mimi ni tajiri, narithi utajiri wa Kristo.